Karibu mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Huduma ya Taifa ya Polisi imeanzisha msako kufuatia shambulizi hatari katika eneo la Hulugo, kaunti ya Garissa, lililosababisha kifo cha chifu pamoja na mwalimu. Kupitia taarifa leo, polisi walithibitisha tukio hilo wakisema operesheni ya pamoja inayohusisha vitengo kadhaa vya usalama imeanzishwa ili kuwasakama na kuwakamata wauaji. Mwalimu aliyefariki alikuwa akifundisha katika shule ya msingi ya Hulugo, huku marehemu chifu akihudumu katika kata ya Boma. Huduma ya Taifa ya Polisi imethibitisha kwamba mkasa huo ulitokea eneo la Hulugo katika kaunti ya Garissa, ambapo watu wasiojulikana walitekeleza shambulizi na kusababisha kifo cha chifu wa eneo hilo pamoja na mwalimu mmoja. Akamfyatuliwa risasi na akauliwa kinyama. Mpaka saa hii hatujapata ripoti yote. Mwalimu mwili wake umechukuliwa na hatujapewa hakikisho kwamba usalama wetu utalindwa maeneo haya. Sasa sisi tunaomba tume ya kuajiri walimu TSC itushughulikie, itoe mahali hapa, alafu tupeleke mahali ambapo ni salama. I'm traumatized because my colleague whom we were staying in the same plot with, the next room was attacked. They came to my house first and they realized that mwalimu was not there. I think ni kama walikuwa wanamtarget yeye, because they came to my room, asked me a few questions and then proceeded to his room. Kufuatia tukio hilo, kundi la maafisa wa usalama kutoka mashirika mbalimbali lilitumwa sehemu hiyo ili kudhibiti hali, kurejesha utulivu na kutekeleza msako wa washukiwa. Polisi wamesema operesheni inaendelea, huku maafisa hao wakishika doria eneo la Hulugo na viunga vyake, nao makachero wakifanya kila juhudi kubaini hasa kilichosababisha shambulizi hilo. Viongozi katika eneo hilo wamekashifu shambulizi hilo na kuhimiza mashirika husika kudumisha usalama pamoja na kuhakikisha wamesaka na kuwakamata waliotekeleza uhayawani huo. Inaripotiwa kwa shambulizi hilo lilitokea wakati wapiganaji waliojihami waliposhambulia sehemu kadhaa katika eneo hilo. Inasemekana kuwa walianza kwa kuvamia makazi ya chifu na kumpiga risasi kwa karibu. Baadaye walielekea nyumbani kwa mwalimu, wakimfurusha kutoka ndani ya nyumba kabla ya kumuua na kisha kutoroka. Khalid Abdullahi, Darubini.